Kwa hiyo tuwe na nidhamu. Nidhamu ndio hiyo. Kila mmoja awe katika nafasi yake, lakini pia tuheshimiane. Kiongozi, tunapokwenda mahala fulani wakajitokeza Waislamu kubughudhi mpango huu wa kujiweka katika nafasi zetu, yule mtu lazima yuto msikitini, yuko kitimoto, awe na adabu kwa viongozi wake kama walivyo wenzetu, na heshima kwa viongozi wao. Na sisi ndio wenye tabia ya kuwa uropokaji mahala popote, sehemu yoyote, kusema tu ilimradi tu madhali Muislamu anaweza akaanza kumbughudhi imamu mbele ya watu, hapo akamkosoa imamu mbele za watu, kwa kuwa tu na yeye anajua kusoma alhamdu, kwa kuwa na yeye anajua kusoma kul huwallahu. Hii siwe ndio sababu, kwa kuwa na yeye anajua kufanya hivi vitu, iwe ndio sababu ya kumdharau kiongozi wako. Haya mambo lazima tuyaangalie, si kwa kina baba tu, hata kwa kina mama. Anakuja, mmekutanika mahala kwenye mambo yenu, anakuja mwenyekiti wenu wa kata, katibu wenu wa kata, au mwenyekiti wenu wa msikiti au katibu wa msikiti, lazima muonyeshe, mumpe hadhi kiongozi wenu. Hapa sina maana tu kama imamu, nina maana kwa sisi wote tuliopo hapa kama viongozi, tuhakikishe tunashika nafasi hii, tuisimamie sawa sawa, ili hadhi yetu na heshima yetu katika jamii ikae katika level inayostahili. Nafikiri limeeleweka pia. Tuwe na mipaka, lakini nidhamu iwepo, lakini pia tuheshimiane. Mipaka, nidhamu na kuheshimiana, hivi vitu ndio vitatufikisha katika lengo la kuwa sasa hata ukitokea mahala fulani unaonekana wewe ni nani, ni kiongozi. Hilo la tatu. Tunakwenda la nne. Kila ngazi kwa mujibu wa katiba tunatakiwa tuwe na vikao. Kwa mfano, ngazi ya msikiti kwa mujibu wa katiba, wao wana kikao kila mwezi, wanatakiwa wakae kikao kila mwezi mara moja. Sasa vikao hivi ndio vinahitajia sasa vitoe maamuzi, yaani maamuzi yetu yote kuanzia misikiti mpaka kata lazima yatokane na maamuzi ya nini? Ya vikao. Una jambo lako usilifanye tu kwa sababu ni kiongozi, kwa sababu yapo mambo ambayo imamu anaweza akafanya bila kutaka shura. Kwa mfano, muda wa swala umefika, alafu jamani mmesema je, tuswali au tusiswali? Hilo jambo hawezi kutaka ridhaa ya mtu. Lakini kuna mambo ya kijamii, ya kiutendaji, kuna hivi, lazima haya mambo yaamuliwe ndani ya vikao. Uongozi wetu utakuwa una maana kama tutakaa vikao na maamuzi yetu yote yapite ndani ya nini? Ya vikao. Lakini kuna mambo ambayo mtambue pia, yapo mambo ambayo mwisho wake ni kwenye maamuzi ya nini? Ya vikao. Lakini kuna mambo mengine lazima yapate ridhaa nani? Ya waumini. Ili tuende katika mpango mzuri, tunatakiwa tuwe tunaandaa mambo, halafu tujiwekee utaratibu. Hili naomba liwekwe katika kwenye maandishi. Tuweke utaratibu kila baada ya miezi mingapi? 3, au kila baada ya miezi 4 tuwe tuna kikao kikuu cha nini? Cha mkutano mkuu wa nani? Wa waumini. Wanaitwa waumini wote, mnakutana nao. Kama mtakavyotoka hapa, lazima muwe mna mkutano mkuu, muwaite waumini, halafu mjipangie mambo ya kufanya katika msikiti wenu, na waumini wapitishe kwamba hili jambo lifanyike. Viongozi mbakie kusimamia mambo yaliyopitishwa na nani? Na waumini, ili baada ya miezi 4 ijayo waumini waulize yale mambo tuliyokubaliana kutekelezwa, mmefikia hatua gani? Ule mpango wa viongozi wa msikiti kukaa msikitini, wakapanga, wakaamua, wakatekeleza,
waumini wanakuja kuswali, wanaona msikiti ukuta umevunjwa, hawajui. Waumini wanakuja kuswali, kuja kuta fence limevunjwa, hawajui. Waumini, hilo jambo, mpango wa namna hii usiwepo. Lazima tuhusishe waumini, na waumini watahusishwa kupitia njia za nini? Za maamuzi ya vikao. Yaani tujiharamishie viongozi tuliopo hapa ule mtindo wa kizamani wa kufanya mambo tunavyoona sisi inafaa. Tutakapoona hili linafaa, basi tuwashirikishe wadau ambao ni nani? Ni waumini ambao ndio tunawaongoza, washiriki katika mpango huo. Mnaweza mkapanga mpango nyinyi mkaona ni mzuri, lakini baadaye waumini mkaita akatokea mtu mmoja mwenye maarifa yake. Maana tufahamu Waislamu, tusifikiri au tunaongoza wote ni wajinga. Kuna watu na PhD wamekaa zao mitaani, kuna watu na madiploma au na madegree wamekaa, wana masters wapo zao, wanafahamu mambo. Mnaweza mkapanga mambo yenu nyinyi, alafu mwenye master yake anakuja anambia waheshimiwa, hilo jambo naona kama mmekurupuka. Na ndio lugha sasa huwa hazina kona kona. Utajua unaniambia mimi nimekurupuka, utaanza ugomvi na watu. Tujitahidi kushirikisha jamii katika mambo yetu, lakini tuhakikishe katika kushirikisha jamii, viongozi tuwatambue watu waliopo katika maeneo yetu wenye vitu ambavyo vinaweza vikafanya nini, vikatubusti. Tuwashauri, watupe ushauri, tunaweza kujikuta tunakwenda vizuri. Kwa hiyo swala hili ndugu zangu, maamuzi ya vikao yaheshimiwe, lakini pia tuhakikishe kwamba tusiwe na maamuzi tu, amekutana mjumbe na mjumbe, wamekaa wamezungumza, wameona jambo fulani halifai, badala ya kusubiria kikao waingize hoja ili ilete tija, wanaanzisha mgogoro wa pembeni. Nyinyi hamna habari, kumbe waumini wana habari zenu. Kuna baadhi ya viongozi wenzenu wanakwenda kuzungumza mambo ambayo wangeyazungumza kwenye vikao, lakini wanaenda kuzungumza pembeni. Hatimaye tunaanza kuona migogoro ya misikiti inakuwa ndio tuseme inapewa kipaumbele sana. Hii katika awamu hii, viongozi wa misikiti yote iliyopo chini ya kata Mufti Simba, tusisikie migogoro ya aina yoyote ya viongozi kwa viongozi, au migogoro inatokana na viongozi kwa nani? Kwa waumini. Hili jambo kwetu liwe ni mwiko. Tusijenge tabaka ya uadui kati ya uongozi na nani? Na waumini. Nafikiri tumeelewana vizuri. Haya, hilo ilikuwa jambo la 4.